إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذني الله وإياكم من البدع والضلالات اللهم آمين. إخوة الكرام، أولا أوصيكم ثم أوصي نفسي بتقوى الله سبحانه ولقد فاز ونجى المتقون. أما خطبتنا الجمعة اليوم alhayatu ma baada Ramadhan. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia swala na salamu kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni kuhusieni na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hutuba yetu ya Ijumaa ya leo tutajaribu kukumbushana maisha baada ya Ramadhani. Kama inavyoonekana, Ramadhani yaelekea kileleni na Allah subhanahu wa ta'ala alituletea mwezi huu ukiwa una malengo makubwa. Miongoni mwa hayo malengo ni takwa, ni watu kuchuma ucha Mungu. Akasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mloamini, kutiba alaikumus siyam, mmefaradhishiwa kufunga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walofaradhishwa wale walopita kabla yenu, la'allakum tattaqun. Lengo kubwa ili mje muwe wacha Mungu. Mtakapokuwa mmefunga ni sababu ya ninyi kuwa ni wacha Mungu. Tukaona kuna malengo ya funga zilizopita. Katika nyumati zilizopita, Mayahudi walifunga, wakafunga katika tukio ambalo linaitwa ni la mwezi wa Muharram. Wakafunga katika ile siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimuokoa Musa alayhi salatu wasalam na vitimbi vya Firaun, yaumu Ashura. Walifunga Mayahudi, na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipowakuta wanafunga akawauliza, kwa nini mwafunga siku hii? Wakasema, ta'dhimu yawmu alladhi najja Allahu Musa alayhi salatu wassalam an kaidi Firaun. Tunaadhimisha ile siku ambayo Allah alimuokoa Musa alayhi salatu wassalam na vitimbi vya Firaun. Bwana Mtume akawaambia, nahnu ahqqu bi Musa au nahnu aula bi Musa minkum, sisi tuna haki ya kufunga kuadhimisha siku hii. Aliokolewa Musa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa vitimbi vya Firaun kushinda ninyi. Akafunga Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam yauma Ashura, akasema, la in baqitu ila alqabili
sumtu tasua, nikibakia mpaka mwaka ujao tafunga siku ya 9. Tunaona wazi Mayahudi wanafunga katika kuadhimisha matukio makubwa, lakini wanafunga ambayo inachukua siku 40 na wanaongeza siku zingine 8, wengine wakaongeza 10 zikawa siku 50. Funga yao inafungwa masaa 24, tofauti na funga yetu ambayo inafungwa baadhi ya masaa kama 16. Kwa hiyo tukaona wazi funga ya Mayahudi iko tofauti na funga yetu. Na Manaswara pia vile vile walifunga, lakini wao walifunga kwa ajili ya kuadhimisha siku ya Pasaka, kwa ajili ya kwenda kupokea Pasaka, na wakafunga funga ya Kwaresma, ambaye funga hii inachagua baadhi ya vyakula na inaacha baadhi ya vyakula. Mayahudi waliadhimisha, wengine walifunga siku 8, wengine wakaenda paka 50. Manaswara wakafunga siku 40 kwa ajili ya kupokea tukio la Pasaka, wakafunga Kwaresma siku 40, na wakachagua baadhi ya vyakula, hasatan vyakula vinavyotokana na nyama kama vile nyama yenyewe, samaki, maziwa na mfano wake. Wakachagua baadhi ya vyakula hivi hatuli, lakini vingine wakaendelea kula kama kawaida. Kwa hiyo ni funga iliyekaa kiusanii. Lakini Waislamu wakaletewa funga ambayo ni ayyama maadudat, yenye masiku maalum, siku 29 au siku 30, na wakajizuia an jami'il mufattirat min al-akli washurbi, kutokana na kula na kunywa, wal kalamil fahisha, na maneno machafu, wakajizuilia wal jimaa, na kufanya tendo la ndoa fi nahari Ramadhan, mchana wa Ramadhani, mpaka siku 29 au siku 30. Lengo kubwa ni nini? La'allakum tattaqun. Lengo kubwa ilikuwa ni ucha Mungu. Kwa hiyo tukaona kuna tofauti baina ya funga za wale waliotangulia na funga yetu sisi Waislamu. Hasa kama lengo letu tulifunga kwa ajili ya kujipatia ucha Mungu, na kila mmoja kadijtana taqwa, kila mmoja amekwisha chuma ucha Mungu. Hal hadhihi taqwa, je, ucha Mungu huu satastamiru ila sanati alqabili au satantahi baada Ramadhan? Ucha Mungu huu utaendelea mpaka mwaka ujao, au ucha Mungu huu utamalizika baada ya kumalizika Ramadhani na ucha Mungu wako pia ukazima? Kwa sababu yawezekana unafifia pia vile vile. Ndugu zangu katika imani, tunayasema maneno haya tukiwa tuna machungu sana. Ar-Ramadhan yanqadhi wa Rabbu Ramadhani la yanqadhi. Ramadhani inamalizika na Mola wa Ramadhani hamaliziki, yupo. Anayetiiwa ndani ya Ramadhani ndo huyo anayeabudiwa baada ya Ramadhani vile vile. Ar-Ramadhan yatakarrar. Ramadhani inajirudia. Wala'allaka la tatakarrar. Yawezekana wewe usijirudie, yawezekana usiwepo kwa mwaka ujao. Qad yati Ramadhan wa anta ala thara. Yawezekana ikaja Ramadhani na wewe ukiwa kwenye udongo. Kam wa kam dafannahum wa kanu ma'ana fi Ramadhani almadhi. Ni wangapi na ni wangapi tulowazika walikuwa pamoja na sisi kwenye Ramadhani iliyopita. Tulifunga pamoja, tulifuturu pamoja, tulisimama qiyamul layli pamoja, lakini hatuwaoni, hawapo. Qad yakhda'aka al-umri. Yawezekana ukadanganywa na umri, ukaona mimi bado ni kijana, umri wangu bado upo, takutwa na Ramadhani nyingine. Kam wa kam dafannahu min auladina. Ni wangapi tulowazika kwenye watoto wetu, wametutangulia, wametuacha, na sisi tumewazaa. Almaut, umauti la yuani al-umri, haukusudiwi umri, bal ajali muhaddama, bali umauti ni ajali ilopangwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Siku fulani, saa fulani, sekunde kadhaa wewe utaondoka. Wala yuakhira Allahu nafsan
idha jaa ajaluha, na Allah haicheleweshi nafsi baada ya kujiliwa na ule wakati wa kuondoka. Qad yatakarraru Ramadhan wa anta la tatakarraru an wujudik, yawezekana ikajirudia Ramadhan kwa mwaka ujao, wakafunga wale watakayekutwa na Ramadhani ya mwaka ujao, alafu wewe usiwepo katika ardhi hii. I'mal salihan fima baqiya min umrika au min ayyamik, jitahidi kutenda matendo mema katika umri wako ulobakia au katika masiku yalobakia ambayo hujui ni mangapi. Kabla ayatika ajaluk, kabla haijakujilia ajali yako, kabla umauti haujakufika, tenda matendo mema. Alladhi kunta taabuduhu fi Ramadhan huwa hayyun la yamut, ulokuwa ukimwabudu kwenye Ramadhan yuko hai na hafi. Wala taudu ila almaas, usije ukarudi kwenye maasi. Wanawachuoni wanatupigia mfano. Baada ya kufa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, baadhi ya watu walichanganyikiwa, wakashindwa kuamini kwamba Mtume amekufa. Walikuwa wanaona kama vile haliwezekani. Minhum Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, akiwemo Umar ibn al-Khattab radhi za Allah ziwe juu yake, al-Faruq Abu Hafs. Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu kana kharij al-Madina, alikuwa nje ya mji wa Madina. Alipokuja akapata habari Mtume amekufa, fadhahaba wa kashafa an wajhi, akaenda akafunua uso wake, akakuta kweli Bwana Mtume amekufa. Faqabbala ala jabina, akambusu kwenye paji lake la uso. Thumma kharaj wa aynaihi taqtur, kisha akatoka ikiwa macho yake yanadondoka machozi. Faqala, akasema, man kana ya'budu Allah fa inna Allaha hayyun la yamut, alokuwa akimwabudu Allah, Allah yuko hai na wala hafi. Wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata, alokuwa akimwabudu Muhammad, hakika Muhammad yamekufa. Ma kana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imata au qutila anqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadhurra Allaha shay'an wa sayajzi Allahu shakirin. Hakuwa Muhammad isipokuwa ni mtume, wamepita kabla yake mitume. Kama Muhammad yatakufa au kauawa, mtarudi nyuma, mtaiacha dini? Yoyote atakayerudi nyuma baada ya kufa Muhammad, falan yadhurra Allaha shay'an, akaacha ibada, hatomdhuru Allah na chochote kile, na Allah tamlipa yoyote mwenye kushukuru. Wanawachuoni wapigia mifano hii, wanatuambia ma kana Ramadhan illa shahrun, haikuwa Ramadhani isipokuwa ni mwezi mfano wa miezi iliyopita. Afa in inqadha au intaha, kama Ramadhani itamalizika, inqalabtum ala aqabikum, mtarudi nyuma, mtaacha swala ya qiyamul layl, mtaacha funga za ayyamil bidh, funga za masiku meupe, mtaacha kufunga Jumatatu na Alhamisi, mtaacha kufunga funga ya Nabiiullah Daud, mtaacha kusimama tahajjudi usiku na witri kwa sababu Ramadhani imemalizika, mtaacha kuisoma Qur'an kwa sababu Ramadhani imemalizika, mtaacha kuswali jamaa pamoja na imamu msikitini kwa sababu Ramadhani imemalizika. Afa in inqadha au intaha inqalabtum ala aqabikum, kama Ramadhani itamalizika ikaisha, ninyi mtatoka misikitini na safu zikapungua misikitini, na walokuwa wanaswalia nje wote wakaingia ndani, msikiti ukawa ni mpana baada ya kwamba ulishakuwa ni mdogo.
waman yanqalibu ala aqibaihi falan yadhurra Allaha shay'an, atakayerudi nyuma akaanda kwenye maasi akarudi kwenye maasi baada ya tauba na istighfar, hatomdhuru Allah na chochote kile. Wasayajizillahu shakirin, na Allah atawalipa wale wote wenye kushukuru. Udu rabbakum wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillahi wa kafa, thumma salatu wassalamu ala khairil anbiya'il mustafa wa alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Uswikum maratan thaniya thumma uswi nafsi bitaqwa Allahi subhana wa laqad faza wa najal muttaqun. Nikuhusieni kwa mara ya pili, kisha nihusie nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kataba Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala ila al-amsar. Umar ibn Abdul Aziz katika uhai wake aliwaandikia wale viongozi wa miji, wakati yeye ndo kiongozi mkuu, wale magavana wa miji, akawaandikia barua isemayo ya'muruhum bi khatmi shahri Ramadan bil istighfari was sadaqa, akiwaamrisha watu wote wamalize mwezi wa Ramadhan kwa kumtaka Allah msamaha, kwa kuleta istighfari kwa wingi na kwa kutoa sadaka. Wasadaqa maaniyu anhu sadaqatul fitri, zakatul fitri, ikikusudiwa sadaka ya fitri. Fa inna sadaqa au fa inna sadaqatal fitri tutahhiru lis-sa'im au tuhratan lis-sa'im. Zakatul fitri ni tohara kwa yule aliyefunga, minal laghwi warrafthi, kutokana na upuuzi aliofanya na maneno machafu aliyoyazungumza, wal istighfaru, na kutaka msamaha kwa Allah, yarfa'u ma takharraqa min as-siyam bil laghwi warrafthi, na kutaka istighfari inaondosha yale yote yaliyotoboa funga yako, kwa sababu funga, wakati unaanza kuifunga, ni sawa na nguo ulonunua mpya, haina kiraka wala haina tobo. Lakini kadiri unavyozidi kufunga, ukifanya makosa sawa na unatoboa ile nguo, ndio unatoboa ile funga. Ukifanya makosa sawa na unatoboa. Kwa hiyo utakuta leo hii tunaelekea mwishoni mwa Ramadhani, kuna funga za watu zina viraka vingi mno, bali wengine viraka vyao vimekuwa yale matobo yao yamepanuka, hata kupigilia kiraka haiwezekani tena. Ndiyo mfano wa funga aloipigia mfano Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kwa hali hiyo sasa, zakatul fitri na istighfari vinafanya kuziba hivyo viraka. Walihadha, na kwa ajili hii, qala ba'd almutaqaddimin, wakasema baadhi ya wale waliotangulia, inna sadaqatal alfitra lis-saimi, hakika zakatul fitri kwa aliyefunga, kasijidatei sahwi lis-salah, ni sawa na sijidatu sahwi kwa mtu mwenye kuswali. Pale ulipokuwa ukiswali ukasahau kitu kwenye swala, ukaleta raka mbili, ukaleta sijida mbili kwa ajili ya kufuta lile kosa wakati unaswali, ndio hii inahesabika sawa na zakatul fitr. Waqala aidan rahimahullah, na akasema Umar ibn Abdul Aziz, qulu kama qala abukum Adam, semeni kwa kuimaliza Ramadhani kama alivyosema baba yenu Adam. Alisemaje baba yenu Adam? Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ewe Mola wetu, tumedhulumu nafsi zetu, kama hautotusamehe madhambi yetu na ukaturuhurumia, tutakuwa ni miongoni mwa wale waliyepata hasara. Waqulu kama qala Nuhu alayhi salatu wassalam, nasemeni kama alivyosema Nabiullahi Nuhu alayhi salatu wassalam. Madha qala Nuhu, amesemaje Nuhu? Amesema wa illa taghfira li wa tarhamni, kama hautonisamehe na ukanihurumia, akun minal khasirin, takuwa ni miongoni mwa wale waliyepata hasara. Waqulu kama qala Ibrahimu alayhi salatu wassalam, nasemeni kama alivyosema Nabiullahi Ibrahimu alayhi salatu wassalam. Madha qala Ibrahim? Walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din, na pia kwa yule ambayo nataraji anisamehe madhambi yangu siku ya kiyama. Waqulu kama qala Musa alayhi salatu wassalam,
Semeni kama alivyosema Musa alayhi salatu wassalam, rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li faghfara la, ewe Mola wangu nimedhulumu nafsi yangu nisamehe, na Allah akamsamehe madhambi yake. Waqulu kama qala Dhunnun, semeni kama alivyosema Dhunnun alayhi salatu wassalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, hapana anayepaswa kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe, umetukuka Mola wangu, mimi ni miongoni mwa wale waliyedhulumu. Malizeni Ramadhani kwa kuleta istighfar kama walivyofanya wema waliokwisha tangulia, minhumul anbiya, wakiwemo manabii. Ama hali za wema walotangulia katika kuimaliza Ramadhani ni maneno ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala an, annahu kana yunadi fi akhir min shahri Ramadhan, alikuwa akiita ule mwisho wa mwezi wa Ramadhan, akiambiwa mwezi umeandama, anasema ya laita shi'ri manil maqbulu fanuhannihi, nani aliyekubalika tumpongeze, aliyekubalika funga yake ni nani tumpongeze, wa man hadha almahrum fanuazihi, ni nani aliyenyimwa kheri za Ramadhani tumpe pole kwa msiba alioupata wa kunyimwa kheri za Ramadhani. Wa Abdullah ibn Mas'ud kadhalika, na Abdullah ibn Mas'ud Abu Abdurrahman sahibuna alayhi rasuli wasiwak, pia vile vile alikuwa akisema kharaja fi akhir layla min Ramadhan, alitoka usiku wa mwisho wa Ramadhan akawa anaita fayunadi, akiita anasema man hadha almaqbulu layla fanuhannihi, nani aliyekubalika usiku wa leo tumpongeze, tumpe kongole mtu huyo. Wa man hadha almahrumu almardudu layla, ni nani huyu aliyenyimwa ambaye funga yake imerudishwa wakati wa usiku haijapokelewa, fanughazihi, ili tumpe pole kutokana na msiba aliyenaye. Ndugu zangu katika imani, ayuha almaqbulu hanian, ewe ambaye utakubalika funga yako tunakupa kongole kwa kazi kubwa uloifanya. Wa ayuha almahrum almardudu jabara Allah musibataka, jabara Allah musibataka, akasema Allah kulipe kwenye msiba wako. Qala Ka'bul Ahbar, Ka'bul Ahbar alikuwa akisema man sama Ramadhan wa huwa yuhaddithu nafsahu annahu in aftara Ramadhana la ya'si Allah dakhala aljanna bighairi mas'alatin wala hisab, atakayefunga Ramadhani akiisimulia nafsi yake kwamba ikimalizika Ramadhani sitorudi kwenye maasi wala sitomuasi Mola wangu, ataingia peponi pasina kuulizwa wala kuhesabiwa. Wa man sama Ramadhan, na atakayeifunga Ramadhan wa huwa yuhaddithu nafsahu annahu idha aftara aswa rabba, atakayemaliza Ramadhan anaisimulia nafsi yake, Ramadhani ikimalizika nitaenda kufanya maasi ambayo nilikwisha yaacha, fasiyamuhu alayhi marudud, huyu ndo funga yake itarudishwa, huyu ndo anayestahili kupewa pole baada ya Ramadhani kwa sababu yuko kwenye msiba mkubwa. Qila li Bishr al-Hafi, Bishr al-Hafi siku moja akaulizwa, anna qauman yataabaduna fi Ramadhani wa yajtahidun, kuna watu wanamwabudu Allah kwenye Ramadhani na wanajitahidi fil a'mali, katika matendo. Fa idhan salakha taraku, Ramadhani ikimalizika wanaacha ile ibada. Qala bi'sal qaum qaumun la ya'rifuna Allah illa fi Ramadhan, hakika huu ni ubaya wa watu ambaye hawamuabudu Allah hawamfahamu Allah isipokuwa wanamfahamu Allah kwenye mwezi mmoja, ndio wanamfahamu uwepo wake. Baada ya kumalizika Ramadhani hawatambui duniani wala akhera kama kuna malipo wala kama kuna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akhiran, mwisho tumalizie na maneno ya huyu Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Aliwahi kuyasema siku moja alipotoka kwenda kuswali swala ya Eid, akiwa anaelekea kwenye muswala wa Eid, kharaja Umar ibn Abdul Aziz fi yawmi Eid al-Fitr faqala fi khutbatihi, akafika uwanjani akasema kwenye khutba yake, ayuha nas, enyi watu, innakum sumtum lillahi 30 yawman, ninyi mlifunga kwa ajili ya Allah siku 30, wa kuntum 30 laylan, na mkasimama usiku kwenye tarawehe siku 30 pia. Wa kharajtumul yawma tatlubuna min Allahi ay yataqabbala minkum, na mmetoka leo hii
Mnataka Allah akubali funga zenu, mnataka Allah akubali funga zenu, mkimwambia Rabbana taqabbal siyamana, Mola wetu tukubalie funga zetu. Fala takhriquha ba'da Ramadhan, msije mkatoboa funga zenu baada ya Ramadhani. Wastamsiku lillah, shikamaneni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu huwa alghurwatul wuthqa, hilo ndo fundo imara lisilofunguka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wafiqna ila alhaqqi wa ila tariqin mustaqim. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل صيامنا، ربنا تقبل صلاتنا، ربنا تقبل أعمالنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.